mbalimbali ambayo kimsingi watoto wetu wameyasema hapa: unyanyasaji wa kijinsia, lakini hata kuterereka kwa taasisi inayoitwa ndoa, ambayo taasisi hiyo ndio imekuwa msingi wa haya mengine yote. Taasisi ya ndoa isipokuwa imara, mengine yote yaliyosemwa hapa ni rahisi na kutokea. Na kwa hiyo, kwa sababu sisi ni wadau pia wa taasisi ya ndoa kwa namna moja ama nyingine, kama serikali kwa maana taasisi zake, lakini kama wadau wengine mlipotambulishwa hapa, na baadhi yetu hapa ni wazazi, baadhi wetu hapa ni baba, na wengine ni wazazi watarajiwa. Siku ya mtoto wa Afrika, na msingi wa maadhimisho haya tumeambiwa kwenye taarifa yetu ya awali na afisa maendeleo ya jamii, lakini na msomo wa risala, ni kwamba huko nyuma kuna watoto waliamua kupigania haki zao, waliamua kuzidai haki zao, na walifanya hivi, ninaamini ni kwa maslahi ya wengine ambao pengine leo mabadiliko tunayoyaona ni kwa sababu ya hawa ambao walijipa ujasiri. Na ndio maana tunasema hata kwa hiki ambacho watoto wetu wamekionyesha cha ujasiri, tunatakiwa kukilinda, kukipigania, kuwapa moyo ili waendelee kuwa wajasiri. Kwa jina naitwa Daniel Andrew Magembe, ni mwenyekiti wa Baraza la Watoto Taifa la Tanzania. Katika siku ya leo ya tarehe 16 Juni 2026, hii ni siku ya kuadhimisha maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika, ambapo chimbuko lake la siku hii ni kutokana na mauaji makubwa ya watoto yaliyofanyika kule nchini Afrika ya Kusini, katika sehemu iliyokuwa inaitwa Soweto. Sisi kama watoto wa Nyamagana tumeweza kuadhimisha siku hii katika ukumbi huu wa Gandhi Hall. Siku ya leo ilikuwa ni nzuri sana kwa sababu watoto tumeweza kufanya midahalo, tumeweza kupata uelewa mkubwa kuhusu mambo mbalimbali ambayo sisi kama watoto tunayapitia, ambao ni changamoto kwetu kwa makuzi yetu. Na tumeweza kugundua kabisa kwamba chanzo cha ukatili au namna yote ambayo sisi tunaathirika nayo, chanzo kikubwa ni familia. Pale ambapo msingi wa familia kwetu au malezi tunayopata kutoka kwenye familia ndiyo yanayotufanya sisi tunakuwa tunaathirika kwa namna moja ama nyingine. Kwa kulitambua hilo, watoto wameuliza maswali mengi kwa serikali kuhusu namna ya usafiri, namna ya familia, kuhusu afya ya akili kwa watoto, namna gani watoto watalindwa kutokana na migogoro ya familia, na namna gani watoto wataweza kuwa salama katika sehemu popote watakapokuwa. Baada ya kuuliza maswali hayo, watoto wameweza kupewa majibu hayo kwa mamlaka husika iliyoulizwa kwa wadau au kwa serikali, na majibu yamewaridhisha watoto kwa sababu wameweza kutoka na mwanga mpya na kujua namna gani ambavyo wanaweza kuishi na kujisimamia wenyewe, tofauti na kuwa wanaathiriwa na ukatili. Sambamba na hayo, katika siku hii ya leo tumeweza kumsikiliza mgeni rasmi. Mgeni rasmi ameweza kutoa hotuba nzuri kabisa, ambapo amewaasa wazazi na walezi kwamba wanatakiwa kuwa ni msingi imara katika kuhakikisha kwamba mtoto anapata malezi yake imara, akisisitiza kuwa migogoro ya wazazi sio inafanyika mbele ya watoto. Wazazi wakishakuwa tuna migogoro tayari kwenye familia, hawatawekeza akili zao kwenye moja kwa moja kwenda kuwalea watoto. Badala yake wanaingia kwenye mgogoro na uhasama. Hasa swala hili linapelekea saikolojia ya mtoto kuathirika. Maybe tuseme mtoto huyo ni mwanafunzi, inasababisha hata taaluma yake kwenye masomo kwanza inashuka. Maana muda wote yeye anakuwa yuko darasani, hapato anawaza, yaani jana mama na baba wamepigana. Stanislaus Manyama, mkurugenzi wa shirika la Rafiki kwa Watoto. Leo tulikuwa tuna siku ya mtoto wa Afrika ambayo inaadhimishwa kila mwaka tarehe 16 ya mwezi wa 6 kila mwaka. Tulikuwa hapa kwa sababu ya kuongea kuhusu haki za watoto, malezi bora, pia kumwonyesha mtoto kwamba anaweza aanze nafasi ya uongozi sasa atakapokuwa wamezoea. Tumekuwa na changamoto moja Afrika, watoto wetu wengi ni waoga, hawezi kujisimamia, hawezi kuwa majasiri, ni kwa sababu tu hawakupewa fursa. Ndio maana umeona mtoto wa taifa wa Baraza la Taifa anavyoongea kwa ujasiri mbele, kwa sababu amelelewa na ameandaliwa. Kwa kipengele ambacho tumeona kizuri hapa ni swala la malezi. Mtoto asipopata malezi hawezi kuwa mtu muhimu kwenye jamii.